tuna ugeni na ndugu yetu Mark Russo kaja kutembelea pamoja. Yeye ni mtendaji mkuu wa Puma duniani kwenye Puma Energy, pamoja na mtendaji mkuu wa Puma Africa Ben na CEO wa Puma Tanzania. Puma ni kampuni ambayo inamilikiwa na serikali kwa 50% na wawekezaji Trafigura kwa 50%. Kwa ukanda wa Afrika ni operation ambayo imekuwa inafanya vizuri kwa upande wa Puma, lakini hata sisi kwetu katika uwekezaji wetu ni kampuni ambayo tunapata faida iliyo nzuri. Katika makampuni ya mafuta Tanzania ambayo yanafanya distribution, Puma ni mojawapo ya kampuni ambayo inatengeneza faida kubwa kuliko makampuni mengine mengi hata ya binafsi. Kwa hiyo kimsingi kwetu ni kampuni muhimu sana. Kimsingi kwetu ni wachangiaji wakubwa wa dividend, na kampuni hii maana yake hata tunapokuwa na matatizo, kukiwa na changamoto kubwa, serikali ina nafasi ya kuwatumia Puma kama strategic company, ni strategic investor, kwamba bwana, hebu angalieni serikali inafanya nini. Kwa hiyo wanakuwa wanaweza kusaidia namna hiyo. Sasa leo tumeongea vitu vingi. Mojawapo ya vitu ambavyo tumekubaliana ni kuongeza mashirikiano, mawasiliano kati ya Trafigura ambao ndio wamiliki wa Puma na sisi, tukiwa wote ni wawekezaji kwa 50%. Na katika vitu ambavyo tunaenda kuviangalia ni kwenda kuongeza uwekezaji katika Puma. Tunatamani kampuni hii tuione ikizalisha mapato yake na faida zake mara mbili ya inachokifanya sasa hivi. Imekuwa inazalisha kwa kiwango kizuri sana mwaka hadi mwaka, mtendaji mkuu ataweza kuizungumzia, lakini tunataka tuone ikienda mara mbili zaidi. Kwa hiyo katika hilo kutakuwa na kuongeza uwekezaji kwa maana ya distribution, lakini pia kutakuwa na ongezeko la mazao ambayo kampuni ya Puma inaenda kuyatoa. Nchi hii tumebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi au vyanzo vingi vya nishati, iwe ni gesi, iwe ni gesi zetu tunazungumza CNG, LPG na kila kitu, lakini pili nishati mbalimbali ambazo zipo. Kwa tunataka pia kupitia Puma tuone jinsi gani ambavyo tunaweza kwenda kuvitumia na kuvimarisha zaidi. Kwa hiyo kwa kweli kwa nafasi hii nilikuwa nataka niwashukuru sana Mark pamoja na Ben katika msafara wao ambao wamekuja kutembelea Tanzania, na hii imekuwa ni nchi ya kwanza kwa ukanda wa Afrika toka alipokuwa amechukua madaraka mapya, ambayo sio muda mrefu sana alipokuwa ametolewa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo inaonyesha umuhimu ambao shughuli zetu au operation ya Tanzania inayo. Na sisi kama Tanzania ni sehemu la mwisho, tutaendelea kuwa karibu na hizi taasisi, kuendelea kufanya mageuzi, kuendelea kupitia uwekezaji wetu. Sehemu ambako tunafikiri kunafanya vizuri tutaimarisha uwekezaji, sehemu ambako hakufanya vizuri tutajaribu kuboresha. Kama maboresho hayawezi kutokea kabisa, basi tunasema achana nako. I had the honor of becoming Puma CEO in March this year. When I looked at the footprint that we have in Africa, it was clear that the first visit I made should be Tanzania. The importance, the relevance, the strategic importance of the business that we have here means that this is a very important country for us. We have a fantastic team here. I visited our new office today. A very motivated workforce, and we're all very keen to do more. As we alluded to, we'll have a look at the strategy and see where we can build the business further, offering more to the community through our retail offering, and where we can grow the business further. There's plenty of opportunity for growth here. So from that point of view, it's a very exciting country. And then, of course, the new projects, projects in LNG, projects in LPG, and other strategic opportunities that, thankfully, through having the partnership with the government, we're able to figure out these opportunities together, and hopefully provide a great deal more value as we go into the future. But from an Africa perspective, for me, it's Tanzania remains a very critical and important partner, which we want to continue growing, continue investing
continue improving our portfolio here. And Tia and Mark said it, the strategic partnership is also about making sure that the community, so the Tanzanian, basically benefits from this business. Because for us, the more we grow, the better opportunity for us to help the community, the better opportunity for us to create jobs, and better opportunities to be more relevant in this market. So this is very important for us to understand. First visit of Mark in his capacity and in my new capacity as head of Africa is in Tanzania. So the message about Tanzania being very important for Puma in Africa is very clear. We're also looking at possibility, to have businesses that can expand in the East Africa region from Tanzania, which we are also discussing, and the rethinking of the strategy that was actually presented by Tia and Mark is something that will help us relook at this possibility to kind of think of a regional or a hub for our business. Mark amechukua ofisi kama mwezi mmoja uliopita, lakini Ben amechukua ofisi kama miezi miwili iliyopita kama mkuu wa Afrika, lakini Mark ni global head wa Puma. Wameona nchi ya kwanza ni ya Tanzania kwa sababu hii nchi ni kubwa kwa Afrika kwa biashara ya Puma. Tanzania ni inaongoza katika biashara kimapato, kifaida na katika sehemu nyingi. Lakini vile vile wameona ni nchi ambayo ni ya kimkakati kwao katika kuendeleza na kukuza biashara ya Puma. Lakini vile vile wameona waje wazungumze na partner wao ambayo ni serikali ambayo inawakilishwa na TRA's office ili kuona jinsi gani wanaweza wakaendeleza haya mahusiano na kuweza kuikuza hii biashara hapa Tanzania. Kwa hiyo mkutano umekuwa mzuri sana, lakini tunategemea makubwa mtayaona kutoka Puma katika miezi na miaka inayokuja. Na kama mnavyofahamu tumeshaanza ujenzi wa vituo vyetu vya CNG. Kwa hiyo baada ya miezi miwili mitatu mtaona CNG operations katika vituo vya Puma, lakini LPG, biashara yetu LPG mmeona tumeanza ina rollout, tumeanza kuingia mikoa mingi, tulikuwa mikoa miwili lakini tumeingia Dodoma tayari. Tulikuwa Dar es Salaam na Pwani, sasa tumeingia Dodoma na tunakaribia kwenda Mwanza kabla ya mwisho wa mwaka na Arusha. Lakini kwenye upande wa lubricants tutaona Puma lubricants tunauza kwa wingi kuanzia mwezi ujao, bei yetu itakuwa ya kiushindani zaidi na tutaweza kuingia kwenye hili soko kwa ukubwa zaidi. Nawashukuruni sana. Lakini kwenye upande wa mapato pia na faida, mwaka 2023 kwenda mwaka 2024 faida yetu imeongezeka kwa 51%, na hilo mtakuja kuliona wakati wa gawio, siku ya gawio tutakapotoa gawio kwa serikali.